Kuna vitu viwili amevizungumza jana Donald Trump vimebaki kama ni story ambayo inazunguka sana leo. Viwili au vitatu. Mimi nitachukua viwili. Amezungumza kuhusu Irani kuilipa fidia Marekani au na nchi zingine ambazo Irani ilisababisha maafa na vifo kwa hizo nchi. Kwa sababu hii alichukulia katika kile ambacho mazungumzo ya Irani na Omani, ndani yake Irani walipachika kile, wakasema kuwa tunataka fidia, tunataka vikwazo viondolewe, tunataka sijui nini. Waliweka masharti mapya kwenye yale mazungumzo. Nilizungumza juzi nikamwambia haya ni masharti mapya, tofauti na kile ambacho wanakikusudia. Kuna masharti mapya wameyaweka. Sasa Donald Trump akielezea hicho akasema kuwa kama kulipwa kile ambacho Irani anataka kulipwa, basi Irani anapaswa alipe zaidi, kwa sababu yeye amesababisha vifo, madhara, akichukulia kuwa yani vifo vilivyosababishwa na Wahuthi, vilivyosababishwa na Hezbollah, vilivyosababishwa na Hamas, vyote ni Irani anatakiwa kulipa. Kwa hiyo na yeye Marekani, Donald Trump akasema kuwa na mimi naidai fidia Irani. Wakati hao maandiko yanatoka, wewe pita chini tu kwenye comment uenjoy maoni ya umma ya watu wanazungumza kuhusu nini, kwa sababu wanazungumza kama kituko fulani. Leo hii unashindwa yani sijui unashindwa sijui kipi yani. Nilikuwa nikizungumza na mzee wangu Nasor Rahbi jana usiku, tunazungumza, ananiambia kilichopo hivi sasa ni mfano wa ulishawahi kutega ndege. Kwa wale ambao tumekulia vijijini kule, tunafahamu kuna kitu kinaitwa ulimbo. Ulimbo ni kama ulimbo ni kunasa, yani ni kama kuna kitu fulani ambacho ni ulimbo ambacho ukikipaka ni kama vile gundi. Sasa huu ulimbo kwa kule kwetu tumekuwa tukiutumia kwa kunasa labda ndege, unawataka ndege yani. Kwa hiyo wale ndege ima utawawekea mtego wa chakula, halafu unajua ndege anaweza asitue moja kwa moja kwenye chakula, lakini pembeni kuna matawi yanakuwepa, yale matawi ndio unayapaka ule ulimbo. Sasa ukiupaka ule ulimbo, ndege akiweka miguu yake hawezi kunyanyuka. Sasa wakati anapoputika yule ndege kutaka kunyanyuka, anachezesha zile mbawa zinashika kwenye zile ulimbo. Kwa hiyo hata ukija kumtoa kwenye ule ulimbo ni kuwa hawezi tena kuruka, kwa sababu hana tena mbawa. Kwa sababu wakati anapapatika kutaka kujinasua kwenye ule ulimbo, zile mbawa zote aliziacha kwenye kunasa na ulimbo. Kwa hiyo anakuwa ni useless, yani anakuwa hafanyi lolote. Kwa hiyo akawa ananiambia kuwa hiki kinachotokea kwa Marekani hii sasa ni sawa na ndege aliyenasa kwenye ulimbo, halafu ametolewa kwenye ulimbo. Ni kama simba asiyekuwa na meno, yani hana chochote. Ndio hizi kauli unaweza kuzisikia za Donald Trump kuwa wanilipe fidia na nini. Hizi kauli hazitoki by mistake. Leo hii Marekani amekuwa wa vijembe. Nilizungumza juzi nikawaambia kuwa hivi kuna mtu alitarajia katika kipindi hiki tungekuwa na Marekani ambayo inapata ushindi kupitia AI? Yani ushindi ambao Donald Trump anautangaza mara zote ni kupitia peji zake kwa kutumia AI, sio halisi. Maybe unajua kuna kile ambacho tulikitengeneza kwenye nadharia yetu. Nimekuwa nikizungumza mara kadhaa kuwa ndani ya bongo zetu tulitengeneza Marekani kuiweka kwenye nadharia ya film za Hollywood. Yani filamu zile za Hollywood ambazo zilikuwa zinaonyesha Marekani giant, yani Marekani mmoja anaweza kwenda kuvamia kijiji kizima, akawaua watu wote, akaokoa watu wote, akafanya nini na yeye bila kudhurika. Hizo zilikuwa ni filamu ambazo zilizazimishwa kutengenezwa kwenye vichwa vyetu ili tuelewe ushujaa wao, kwa sababu kuwaonyesha wale wengine wote ni dhalili. Filamu hizi zilitengenezwa kwa wingi sana kuhusu wa Vietnam wa Marekani, na hii yote ilikuwa ni kuficha aibu ya kushindwa Marekani kwenye vita ya Vietnam, kwa sababu Marekani alikaa miaka 19 pale akaondoka, lakini alishindwa. Sasa kuficha aibu ya kushindwa, wakati ulimwengu unapoanza kuamka kuja kwenye teknolojia, wao wanatutengenezea filamu za kuishinda Vietnam. Leo ukitazama filamu za Kimarekani zilizotengenezwa Hollywood, nyingi zinazowaeleza wa Vietnam, hakuna Mvietnamu ambaye alishinda. Yani wanaonekana wa Vietnam waliuawa tu na Marekani walifanikiwa ndani ya Vietnam. Kwa hiyo walikuwa wakitulisha vile vitu tuzidi kuamini kuwa wao ndio wako hivyo. Leo hii tumekuwa na rais ambaye analalamika, anatia huruma, yani amekuwa dhalili na mnyonge. Anataka kulipwa fidia katika kile ambacho anasema kuwa Irani walisababisha madhara. Unajua kama tunajaribu kutazama hili, kuna tukio moja lilitokea
lilitokea, ilikuwa ni mwaka 88 wakati vita ya Iraq na Irani inaelekea mwishoni. Marekani ilidungua ndege ya Irani, Iran Air Flight namba 655. Ilikuwa na abiria takribani 274 pamoja ikiwa na crew ya 16. Yaani ilikuwa toto na watu 290. Marekani alidungua hii ndege ya abiria kwenye anga ya ilisafiri yenyewe kutoka Mehrabad International Airport Teherani, ikaenda ikatua Bandar Abbas. Wakati inatoka Bandar Abbas ilikuwa inaenda Dubai. Sasa ilikuwa itue Dubai. Wakati imetoka pale Bandar Abbas, Marekani kwa kutumia meli yao ya USS Vincennes walidungua ikiwa na abiria 290. Ndege hiyo ilikuwa ni Airbus. Hili ni tukio moja la hovyo sana, lakini hawataki kulizungumza. Wao ulisikia popote Marekani kadungua ndege ya abiria ya Irani, kama vile Irani alidungua ndege ya abiria ya Ukraine mwaka juzi wakati anafanya mashambulizi yale ya makombora. Lakini hapa the story ziko tofauti. Irani alidungua ndege wakati inaruka, hali ya kuwa walikuwa hawajaifunga anga na walikuwa wametoa matangazo kuwa watashambulia kambi ya kijeshi ya Marekani. Kwa hiyo moja ya kombora lilipita kwenye bawa la ndege ya Ukraine. Ukiangalia that story, hapakuwa na ugomvi kati ya Ukraine na Irani kwa wakati huo. Kwa hiyo Irani hakuwa na sababu yoyote ya kudungua ndege ya Ukraine. Kwa hiyo hata akisema excuse, ilikuwa by mistake. Marekani meli ya kijeshi ya Marekani ambayo ilikuwa kwenye eneo hili, hizi ni meli zilizokuwa zikitoa usaidizi wa vita ya Iran na Iraq. Ndio tunapojaribu kuunga urafiki kuwa nani alikuwa rafiki wa magharibi kuzidi Saddam Hussein. Hizi meli za Kimarekani ambazo zilikuwa zimepaki hapa zikishindana na boti za Irani hapa kwenye mlango wa Hormuz, zilikuwa kwa kazi maalum, kwa sababu walikuwa wakitoa usaidizi kwa jeshi la Irani kwenye vita. Kwa hiyo hizi meli zilikuwa hapa, zilikuwa ni meli za kijeshi za Marekani zilizo hapa. Ndege ambayo maoni yake yalikataliwa. Unajua yule alikuwa mwanajeshi aliyedungua ile ndege, kuna wakati alitoa excuse kuwa bana by mistake tu tulihisi ni ndege ya kijeshi. Ilikataliwa, akasema hapana, si kweli. Japokuwa rais mwaka 90 na ngapi Marekani iliomba radhi kwenye hili tukio. Nadhani waliomba radhi kuna mwaka fulani Marekani waliomba radhi kwa hili tukio na wakakubali wangelipa fidia ya hii, nadhani 96 mwaka 96, na walifikia makubaliano. Marekani ililipa fidia kiasi cha karibu dola milioni kama 60 na kitu. Lakini hili tukio halikuhesabika kuwa lilikuwa ni tukio la bahati mbaya, lilikuwa ni tukio la kusudi. Ni kama kilichofanyika kwenye kifo cha watoto wa shule kule Mina, wale watoto 168 waliouawa. Excuses zilikuja kuwa lile eneo lilikuwa la kijeshi, lakini kuja ripoti kuonyesha si kweli, hapakuwa na eneo lolote la kijeshi. Na mifumo ya kisasa ni mifumo ambayo iko wazi sana, inaweza ikagundua. Kwa hiyo ni rahisi kujua sasa hivi namlenga nani na kwenda wapi. Kwa hiyo kusema kuwa tumepiga bahati mbaya mara nyingi inakuwa kwa sasa inakuwa ni vigumu sana. Sasa Donald Trump anataka kulipwa fidia, lakini kama madhara, nadhani Marekani amesababisha madhara mengi sana yeye na Israel katika eneo hili. Tunazungumza wa Palestina zaidi ya 350,000 wamekwisha uawa na Israeli tangu kuanzishwa kinaitwa taifa la Israeli. Wameuawa kwa ufadhili wa nani? Acha tunaozungumza wa Palestina 73,000 waliouawa juzi tu hapa, 73,000. Total namba ya Wapalestina waliouawa kuanzia Nakba kurudi na huku ni 300,000 plus na nusu, 300,000 wameuawa kwa ufadhili wa Marekani. Je, nani anapaswa kulipa na kulipa na kulipa? Sasa kuna jambo jingine ambalo amelizungumza Donald Trump, kazungumza kuhusu leo tena, nadhani amelizungumza baada ya, kuna taarifa nitakuletea mbele kwa nini Donald Trump amezungumza hizi taarifa. Kwa nini nitakuletea. Amesema kuwa wao wanaumiliki mfereji wa Hormuz kwa 100% hivi sasa. Nadhani sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, ukienda kusoma, utaona kuwa that the big story, yani ndio story kubwa inayozungumzwa hivi sasa, kuwa Marekani, Donald Trump kasema wanaimiliki mfereji wa Hormuz kwa 100% na Iran tena hamiliki lolote.
huyo ni Donald Trump anakizungumza. Sasa unajua kwa nini kazungumza hivyo? Ngoja nikusomee hii hapa taarifa, kwa sababu hii taarifa ndio ilianza. Ili kufuta taarifa, kuna wakati nakwambia hivi, huwa kuna taarifa inakuja, ili tufute ile taarifa tunaanza watu, unajua kile kitengo kinaitwa kitengo cha propaganda, kinatakiwa kifanye kazi. Kwa kitengo cha propaganda pale pale kinatoa taarifa kuwa bwana, hii taarifa inatakiwa izimishwe, isisikike. Tunafanyaje? Toeni. Ndio unaweza ukaona kuwa kuna wakati unaweza ukamuona kuwa, kwa sababu Trump kwa sasa ukimhesabia unasema kuwa ni comedian labda wa dunia sasa. Yani tuseme kuwa huyu ndio mchekeshaji wa ulimwengu hivi sasa. Yani mtu ukitaka kucheka au ukitaka nenda tukamsikilize Donald Trump anachokiongea, utapata cha kuchekea, kwa sababu ndio amekuwa hivyo. Sasa hii taarifa inasema hivi: Rais wa Marekani Donald Trump aliondoka kwa ndege ya siri ya kijeshi kutoka Uturuki mwezi uliopita, wakati ikulu ya White House iliposema alikuwa akiruka ndani ya Air Force One, hatua ya ajabu iliyosababishwa tishio la mauaji. Washington Post wameiandika hii taarifa. Nitakusomea alafu nitakuja kufafanulia na kukumbusha kwa sababu unaikumbuka. Trump alikuwa amechukua ndege mpya iliyotengenezwa upya na Qatar hadi Ankara kwa ajili ya mkutano wa NATO, lakini bila kutarajia alitumia ndege ya zamani Air Force One alipokuwa akiondoka nchini, hatua iliyozua maswali kuhusu usalama wa ndege ile. Safari ya kwenda NATO ilikuwa safari ya kwanza ya kimataifa ya ndege hiyo mpya, ambayo maboresho yake haraka yalizua maswali kuhusu gharama na usalama wake, na yalifanyika huku hasama ukiongezeka na Iran ambapo inapakana na Uturuki. Kabla ya kuondoka Ankara, Trump alisema kwenye Truth Social kwamba angetumia ndege yake ya zamani Blue Air Force One kwa ajili ya wakati uliopita kwa kuelekea Uingereza. Yani alikuwa anaelekea Mildenhall, Uingereza, huku ndege mpya ikisimama kwenye kituo hicho na wanajeshi wa Marekani waliopo hapo waweze kutembelea ndege hiyo. Nadhani unaelewa. Baada ya Trump kupanda ndege ya zamani Air Force One mbele ya kamera huko Ankara, alisafirishwa kwa siri na lori la kubebea mizigo la uwanja wa ndege hadi kwenye ndege ndogo ya jeshi la anga la Marekani C-32A. Post iliripoti ikimnukuu afisa wa Marekani anayefahamu operation hiyo na kuthibitisha nyenzo zilizokaguliwa. Operation hiyo ya udanganyifu ilisababishwa na tishio la kuaminika kwa Trump. The Washington Post iliripoti operation kama hiyo ilifanyika mwaka 2000 wakati Rais Bill Clinton alitumia ndege ya utendaji ambayo isiyo na alama akaruka kutoka Pakistani, huku akitumia ndege rasmi ya Air Force One kama njia ya kudanganya. Umeelewa hii hadithi? Iko hivi. Mnaikumbuka ziara ya Trump hii juzi, alienda Uturuki. Alienda na ndege Air Force 2. Ile Air Force ni ile ambayo walichukua kwa nani? Kwa Qatar, ambao Trump alizawadiwa mwaka jana, kama mnakumbuka alivyoenda kwenye ile ziara. Wa Qatar wakampa ndege yenye thamani ya dola milioni 400. Akasema wataifanya iwe ndege ya rais. Kwa hiyo ilifanywa marekebisho hivi na hivi. Sasa alivyokwenda Donald Trump kwenye hiyo ziara, kufika pale ndio ikatolewa taarifa ya Israeli kuwa uchunguzi wa Israeli umebaini kuwa Irani wanataka kumuua Donald Trump. Na zile taarifa zikanane, na yeye akapani akasema kuwa nikiuliwa nimeagiza kuwa shambuliwa Irani. Ile hadithi zikawa nyingi, nadhani mnazikumbuka. Sasa alivyokuwa Uturuki, wakasema kuwa kutokana na masuala ya kiusalama watairudisha ndege ya Air Force One ndio iende kumchukua. Ikatumwa ile ndege ya Air Force One na kweli ile ndege ikaenda. Sasa kwa mujibu wa andiko la Washington Post inasema kuwa Donald Trump alipanda kwenye ndege, yani mbele ya kamera alionekana anapanda Air Force One. Yani wakati kamera zinapiga akaonekana amepanda kwenye hiyo ndege, lakini wakati yuko ndani ya ndege amepanda, yani wakati yupo amepanda kwenye ndege, akaondolewa ndani ya ndege hiyo Air Force One kwa kutumia zile truck zile za kwenye ndege. Unajua zile truck ambazo huwa wanawekea chakula, zile za ndani ya ndege zile. Kwa hiyo akawekwa mle, kikashushwa kile kitruck kikapelekwa kwenye ndege ya kijeshi, ndege nyingine ya anga Marekani C-32A, akaenda kuwekwa mle, ndio akasafiri kwa kutumia ile ndege kuelekea alikokuwa anakwenda. Lakini ndege zote mbili, yani Air Force ile ya kwanza na hii ya pili, zikaondoka na wanajeshi tu, Donald Trump hakuwemo kwa hofu ya kuuawa. Ndio Washington Post inavyoandika hivi. Sasa ukichukua kuwa, hebu ichukulie Marekani, ukubwa wa taifa lake, ukubwa wa teknolojia, uwezo wake wa kunusa, uwezo wa kufanya kila kitu walichonacho.
halafu nenda kachukue taifa ambalo lilikuwa limeambiwa kuwa ndio linakusudia kumuua au liliokuwa linamtisha. Iran si ndio wanataka kumtisha au walikuwa wamemtisha? Sasa wachukulie hao Irani ndio hao walikuwa wanamtisha. Wapo kwenye vikwazo vya Marekani na vya dunia kwa miaka 47. Teknolojia yao bado ulimwengu wa pili wa magharibi unatuambia ni teknolojia ndogo sana isiyokuwa na uwezo, hawana lolote la maana la kusema kuwa wanaweza wakatutisha sisi. Sawa? Wanaweka threat kwa rais wa dunia au mchekeshaji wa dunia. Yaani wanaweka tishio kwa rais wa dunia kuwa tutakuua. Mpaka anatolewa kwenye track, mpaka anatolewa sehemu ambayo hakutegemea kuwa hapa nitatolewa kweli kwa hapa au nitapita kuelekea wapi, anatolewa humo. Hebu jiulize mara tatu kuwa itakuwaje yani ndio katolewa hivyo, na katolewa kapelekwa kwenye ndege ndogo, ingia pita huku, penya nenda huku na huku na huku, ndio katolewa humo. Halafu kile anachokuja kukizungumza Donald Trump hivi sasa kuwa Irani watulipe fidia. Au mimi nimechoka na watazama tu Irani, ngoja tuwaone uchumi wao unavyoanguka. Sijui unaielewa hiyo story, na jaribu kutaka yani kwa sasa unaweza kusema hivi, kuna ile kauli ya Kiswahili wanasema kuwa yani anakukubali kimya kimya. Yani nakukubali japo kuwa hawezi kusema, yani anakukubali yani kimya kimya. Yani japo kuwa hawezi kutamka kuwa huyu bwana ni zaidi, lakini still anakukubali moyoni kuwa huyu ni balaa kabisa. Huyu ndio hiyo, yani tafsiri ni hiyo kuwa anakukubali kimya kimya. Ndio hili ambalo la Marekani linatokea. Sasa kwa nini Trump amekuja na hadithi mbili zile nimeanza nazo? Amekuja na zile hadithi mbili kwa sababu lazima afunike hii story kubwa. Hii ni story kubwa, lazima aifunike. Kwanza si story ambayo ya kuonyesha, unajua si story ya ushujaa. Ni story ya fedheha. Taifa kubwa, Marekani, uwezo, nini, kila kitu. Taifa kama hili, rais alifichwa kwenye truck zile za chakula za kwenye ndege, akaenda akahamishwa upande wa pili. Nyinyi uwezo wenu ni upi? Mnamuogopa kiasi gani Irani kwa kiwango hichi? Yaani taarifa kama hii inapokuja huwa ni sifa kubwa kwa upande wa pili wa Iran. Yes. Yaani pale unapomfanya adui anakuwa threat, anaogopa, anakimbia, anahaha, anafanya nini, na wewe unasipata taarifa, unasema yes, ndio mchezo tunaotaka kumchezesha. Yaani tunataka tumpeleke kwenye hiyo engo, hata kama hatuwezi kuua au hatutokuua, lakini kutwa wewe unatembea ukiwa na hofu yetu sisi. Ndio lengo, kutimiza ujumbe. Yaani sasa kwa nini mnaiacha hii story iende impe sifa adui? Hatuwezi kuruhusu story kama hii iende adui anapata sifa na fanya nini. Kwa hiyo tunafanya nini? Unaifunika na story zozote hata za kufikirika. Ndio maana unaletewa hii story ya kutaka ufidia, unaletewa story ya kuwa tunaumiliki mfereji wa Hormuz 100% na meli zinaweza zikapita, hakuna chochote kinachotokea. Kwa hiyo hizi story huwa zinatengenezwa katika kufunika story. Yani simulizi halisi inakuja. Ndio kitengo kile ninawaambia kila mara, kitengo cha propaganda ni lazima kifanye kazi. Sasa kazi ya kitengo cha propaganda ni kazi kama hizi ambazo zinakuwa ni kazi halisi kabisa, kugeuza story, kuipeleka juu chini, na watu waende katika story ile ili kudhibiti story ya kwanza, unatengeneza story ya pili na watu watembee katika story hiyo. Rahby Digital, haki na ukweli.